Yes, unaambiwa ng'ombe huwa zeki maini. Ukisikia Mayasa Mrisho kwenye Game Fest Quality no huyu. Hivi wewe unatumia nini hiyo ngozi yako ifanya yani unakuwa vile vile ubadiliki yani unatumia nini? Natumia Palmer's lotion. Kabisa. Miaka yote. Mfumo wako ukoje wa maisha kuanzia urembo wako na nini? Umeuwekaje? Sina mambo mengi. Yaani ni mtu wa kawaida kabisa, sina heka nyingi. Sina sijui nimetumia hiki, nimeweka hiki, hapana. Mimi toka utoto wangu mpaka nakuwa mdada, mbinti, mshangazi. Unajua position ya mshangazi wewe? Hapana, mimi si shangazi. Lakini of course mimi ni mkubwa. Mmoja kitu ambacho nilikuwa nawaza sana. Wakati ule waigizaji walikuwa ni wengi sana. Lakini Kanumba alikupa casting kwa kiwango kikubwa sana. Na sio Kanumba tu, yani movie nyingi za Kanumba ni kwenye upande wa dada lazima Mayasa Mrisho atajitokeza hapo. Hebu nataka utupe hiyo siri, ilikuwaje kwanza? Nadhani ni heshima ya kazi na kujua nini unafanya na unataka kuelekea wapi. Heshima ya kazi ndio inakufanya uthaminike, uaminike. Ni hicho tu. Kabisa. Kweli? Yes. Wenzako walikuwa wanajisikiaje wao wapati nafasi lakini unapata wewe tu kila siku? Hapana, mimi nilikuwa na position yangu na bahati nzuri bahati mbaya Kanumba alikuwa na kila siku ana matoleo mapya. Kwa hiyo alikuwa analeta leo huyu kesho huyu. Kwa hiyo unajikuta mzunguko wa wadada wa wakaka ni wengi. Kwa hiyo kila mtu utakuta anacheza kwa nafasi yake kutokana na script. Uzeki wewe. Mayasa, nilikuwa nazungumza na mmoja kati ya mwigizaji wa zamani sana, Beni. Akanambia bana, mara nyingi nyie mlikuwa mkipata nafasi ya kusema labda mnaigiza, mlikuwa mnafanya ni kama hutajakaa uigize tena. Ndio maana mpaka leo movie zenu zinaishi. So far sasa hivi mimi najua kwenye game ni mtawala mkubwa sana. Unafikiri ni kwa nini movie za sasa hivi zinashindwa kufanya vizuri ukikompea na za kwenu? Nguvu inayotumika kufanya zijulikane ni kubwa sana ukikompea na zamani. Unajua sasa hivi watu wanavaliwa na script, lakini sisi tulikuwa tunaivaa script. Kuivaa script, yani script unaifanya inakuwa chini au unakuwa juu. Lakini sasa hivi asilimia kubwa wako ambao wanafanya vizuri, lakini wengi utakuta wanashindwa kuibeba ile script. Unajua ukishabeba script, ukijua mimi nimebeba script, usika wangu ni huu, natakiwa niwaje. Lazima utoboe. Na zamani tulikuwa tuna tabia moja ya kushindana. Yaani unaangalia mimi nacheza na nani? Nani yuko? Kwa hiyo ni lazima nimfunike. Kwa hiyo utakuta yaani ukipewa script unakaa unaisoma, unaichambua kisawa sawa. Sasa unafikiri kwa nini wanakwama sana sasa hivi ukikompea na zamani? Siwezi kuwalaumu wasanii kwa sababu kwenye kuigiza kuna watu wengi ambao wanatakiwa wawe nyuma yao. Kwa hiyo nadhani wale ambao wanawapa script ndio wanatakiwa wape mwongozo unatakiwa ufanye nini. So far kwenye kuigiza kwako watu kama kina Jacqueline Wolper, kina Auntie Ezekiel na wengine kadha wakasikia Wema tuliwaona sana. Lakini unavomzungumzia Mayasa, yani hata mtu anavokutamka kuna heshima fulani hivi na kuepo kidogo. Uliwezaje ku maintain hilo? Cha kwanza ni kuishi vizuri na watu. Cha pili kumheshimu mkubwa na mdogo. Unajua ukimheshimu mtu hata kama ni mdogo, lazima na wewe atakuendelea kukuheshimu. Nashukuru Mungu nimeishi na mabinti wote vizuri, tunaheshimiana na mimi nawaheshimu wao. Kikubwa ni heshima. Yes. Maisha yako hakutawaliwa na skendo kabisa. Hilo ulimaintain vipi nalo? Unajua kuna watu wawili tofauti. Kuna Mayasa na kuna Maya. Mayasa hatakiwi kuingiliana na Maya na Maya hatakiwi kuingiliana na Mayasa. Alafu tunaheshimu mila na desturi zetu. Sisi ni Waafrika. Alafu kuna kesho naweza nikaitwa mama, naweza nikamuita mtu mkwe. Yaani kuna wakubwa. Kwa hiyo kuna vitu natakuwa nifanye kwa makini. Niseme namshukuru Mungu kwa kuendelea kuniongoza na nitaendelea kumshukuru kwa hilo. Unapendelea mbwembwe za mitandaoni? Hapana. Mitandao unaichukuliaje? Ni kitu kizuri ambacho ukikitumia kwa akili kinakufikisha mbali, ukikitumia vibaya kitakufikisha pale ambapo utafika pabaya.
So far sasa hivi tunakuona kwenye mambo mengi sana. Sasa hivi wewe ni director kabisa moja kwa moja. Hivi director una muda gani kwenye director? Kwa sababu mara nyingi naona unaongoza filamu nyingi sana. Na muda mrefu sana. Japokuwa sasa hivi kidogo nafanya na kazi za kijamii. Mama nivishe kiatu, sio? Exactly. Ongea na mwanao. Kweli. Sasa hivi unajua ukishakuwa kioo cha jamii sana, kwa hiyo lazima ile jamii uifikie. Kwa hiyo sisi kama Ongea na Mwanao tunafanya kazi mbalimbali za kukwamua watu kiuchumi, kusaidia watu ambao wasiojiweza. Kwa hiyo nikaona mimi ambaye tayari nimeshajulikana na taasisi yangu kama Ongea na Mwanao, nikishirikiana na mwenyekiti wangu Steven Mengele, ni kufikia wale watu wenye uhitaji na kukidhi yale ambayo tunayaweza kwa kipindi hicho, kwa sababu dunia sasa hivi watu wengi wana uhitaji, watu wengi wanakutwa na matatizo alafu hawajui watatoa matatizo yao. Sisi kama taasisi tunashika mkono kwa wale ambao tunaweza kuwafikia. Ni kitu gani ambacho huwezi kukisahau kwenye harakati zako za kushuti movie kipindi kile huko Mtito Game, na mpaka leo ni kile kitu kinakukata kabisa? Kitu ambacho sisahau kiukweli labda niseme kinanikata. Kiukweli niwe mkweli, sijawahi kukatwa, ila nimewahi kufurahia kwa sababu nilipata mafunzo. Nilizoea kuwa mbele ya kamera, lakini nilipofika Mtito Game nikawa nyuma ya kamera. Kwa hiyo najivunia hilo. Na ni kitu ambacho kimenipa heshima kwenye tasnia. Ni vitu gani ambavyo vilikuwa vinakukera, ni kukukata, ni kimesha kukukera, ni kwamba si jamani, ni vitu gani hivyo? Cha kwanza nilikuwa sipendi nikimwambia mtu fika muda fulani location afu asifike. Anakuwa ananikwamisha mimi. Sio mimi tu, hadi producer. Sio producer tu, hadi budget anaifanya inakuwa ina over budget, kwa sababu ule muda ambao tulipanga tufanye kazi hauwezi kuisha. Kwa hiyo inabidi uongezeke. Kwa hiyo kitu kwa kinanikera sana. Nikwambia ufike saa 2 njoo saa 2. Fika saa 3 kwa sababu maalum au kitu ambacho kinaweza kusema kiko nje uwezo wako. Hapo nakuelewa, lakini ni kwa sababu tu ya vitu ambavyo havina maana, kwa kweli nilikuwa nakwazika. Wako mastaa kadhaa ambao mimi najua sasa hivi wanafanya vizuri sana, lakini wewe ndio uliowatoa. Unaweza kunitajia hata watatu tu? Yes. Kuna Shamsa Ford, kuna Doris. Ni wengi kwa kweli. Maana mpaka wengine Dani, Jennifer, OJ. Ni watu ambao kama Jennifer ni mtoto wangu, yule binti yangu. Naweza nikasema na kumzaa kwa sababu ni family friend sisi. Akukupa changamoto ile wakati unamtreat, kwa sababu the way alivyoigiza, yani kuna namna watu walikuwa wanamuona kama ana kiburi hivi kwamba mtoto hata kama anafanya hivi, lakini alikuwa ni mtoto wa namna gani? Kiukweli Jennifer alikuwa ni mtoto hali iliyoko ni maadili ya wazazi. Kana akili. Yaani kuna siku nilicheka. Nilikuwa sio nimesahau pochi yangu. Nilisahau pochi yangu kwenye gari ya Kanumba. Nikamwambia Jennifer, unajua hapa sina hela. Tumefika nyumbani kwangu. Akaniambia nikombe kitu Antwaya. Hapa tununue mkate mmoja na mayai. Alafu tutakula saa hizi na asubuhi tunanywa chai. Nilikaa nikamtizama nikicheka tu. Mfukoni sio nilikuwa na shilingi ngapi, pochi nimeiacha kwenye gari ya Kanumba. Yaani nilicheka, nikampigia simu kwa Kanumba, Jennifer ni chizi sana. Yaani kiukweli nakapenda na mtoto ambaye ana maadili na heshima. Niseme hivyo. Na mpaka sasa hivi nadhani unamuona amekuwa kwenye maadili hayo. Kiukweli naweza kusema ameweza kumaintain ustaa. Naamini kwa age yake angekuwa ameshafanya vitu vingi vichafu. Lakini mashallah, Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki hivyo. Sasa Kanumba umemtaja kwa hisia sana. Na sio kwamba ni kitu kibaya, lakini na mimi pia imenigusa. Nataka kufahamu kwamba unafikiri ni kwa nini Kanumba alikuamini sana wewe uweze kufanya naye kazi pamoja? Kwa sababu kwanza nilifanya kile kitu ambacho anakihitaji. Pili, niliweza kuheshimu kazi yake. 3, nilifanya kwa wakati. Pole sana mama. Asante. Muhimu sana unamtaja. Kabisa. Sasa kumalizia tu Mayasa, sasa unajua una haraka hapo.
Unawaambia nini Watanzania ambao wanakutazama kulingana na wadhifa wako, kwa sababu una wadhifa, yani licha kuwa ni mwigizaji lakini pia una wadhifa unawaambiaje mashabiki wako? Kwanza nashukuru kwa kuweza kuendelea kupokea kazi zetu. Pili, waendelee kutupa support kwa sababu bila wananchi sisi sio hamna kitu. Tunawapenda sana, tunawajali. Mungu aendelee kutubariki. Waendelee kuangalia kazi zetu. Asante sana. Asante.